Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Karibuni tena, alhamdulillah, ni muendelezo wa kozi yetu ya kuboresha usomaji wa Qur'an, usomaji wetu katika Qur'an. Na tupo kipengele kinaitwa heavy letters katika Qur'an, herufi nzito katika Qur'an. Tulizisoma 7 na tukasema zinazobaki zingine zote ni nyepesi, na sio hivyo. Kuna ambazo zina sifa za kuwa nzito kwa muda maalum katika usomaji wako wa Qur'an. Lakini kuna katika miongoni mwazo ni jina la Allah. Hili lina sifa ambalo ni za muda. Sio muda wote utaisoma nzito au utaisoma nyepesi, inategemea. Sasa jana tulisoma hii kanuni zake. Tuwe pamoja leo hapa, tutaongeza kitu kingine kipya katika usomaji wa jina la Allah. Kanuni za usomaji wa jina la Allah. Lam katika jina tukufu la Allah. Kwanza tufahamu, tunapoongelea jina la Allah tunaongelea ni hili hapa, Allah. Tukiongelea lam, tunaiongelea hiyo lam yenye shadda peke yake. Tunaiongelea hii lam ambayo ina shadda. Nimeshia kitabu nadhani siku nyingi sana sijapata changamoto kwamba watu hawaoni kitabu. Sijapata changamoto, ila kama zipo inshallah itakuwa vema kama tutatafuta solution kwao. Okay, tuna uwezo wa kuzima kamera zetu kama tulivyoelekezana, kwa ambaye iko sehemu mbovu. Unaweza kuzima kamera yako and then ukawa unaniona mimi tu peke yangu. Bismillah. Allah. So the word Allah katika usomaji tunaposema herufi inayosomwa nzito huwa ni hii lam yenye shadda katikati. Yeah. Na usomaji wake wa uzito ni kama tulisema sehemu ya nyuma inainuka. Kuna neno la English linasomwa hili neno linasomwaje? Hili neno kwa Kiswahili, kwa Kiingereza sio cha South Africa, kwa Kiingereza cha USA au UK. So inatolewa lucky, la inakuwa inatoka na uzito fulani, wala sio lucky, no, la iko lucky. So hii ndio inachukuliwa kusomea hii lam. Allah, lucky. So hii ni mfano tu, sio ukaichukua elo ukasema elo, herufi elo ndio inayosomea hii. Yaani ukasoma labda lameki. Sio la. Katika English hii lafudhi ipo, japo na yenyewe haijakaa correct sana. Allah. So la hii lam ndo kuna muda inasomwa he. So jana tulisoma kanuni zake. Kama kwanza maswali ni mwishoni, ila kwa ambaye hajaelewa, kwanza katika hizi kanuni 3 za usomaji wa jina la Allah kuna kitu kidogo tunataka tukiongeze. Makosa. Tuangalie makosa ya usomaji katika jina hili la Allah. Wallahu tulisema inasomwa nzito ikiwa herufi ya nyuma ni fatha, herufi ambayo iko nyuma yake ina fatha au dhamma, basi jina la Allah litasomwa nzito. Wallahu yasha, Allahu yasomwa nzito. Okay? Na tukasema inasomwa nyepesi ikiwa herufi ya nyuma yake ina kasra. Hizi kanuni tunasirejea tulio kidogo. Binillahi, lillahi, billahi, ulillahu. Herufi ya nyuma ina kasra. Na tukasema kanuni ya mwisho, ukiwa unaanza tu kutamka jina la Allah, basi hapo utalianza kwa uzito. Allahu Akbar. Hizi ni kanuni za usomaji wa jina la Allah.
So kama kuna swali, sitaki usahau swali lako, sababu nataka leo tufanye mazoezi. Nataka tufanyie mazoezi hii sura, lakini moja katika njia nyingine ambayo hatujaisoma jina la Allah ni pale ambapo inakutana na tanwin. Jina la Allah sometimes inaweza kukutana na tanwin. Tanwin ni fathatain, kasratain na dhammatain. Tukiongelea tanwin tunazungumzia fathatain, kasratain na dhammatain. Hizo hatujaziona hapa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah taruhusu maswali mwishoni. Leo tumalizie usomaji wa jina la Allah, halafu tutaingia katika maswali. Tuwe pamoja, tuwe hadhir. Ni kanuni ndogo sana ikiwa tu utakuwa pamoja, lakini itachanganya ikiwa nitakuacha tena. Sijashia kitabu hapa. Afwa. Okay. Katika usomaji wa jina la Allah, tuangalie na kukutana na aina nyingine ambayo ni tanwin. Tumalize zote alafu tufanyie mazoezi. Hii ni ya mwisho sababu yenyewe hatujaiona hapa. Hatujaiona. Inapokutana na tanwin jina la Allah litasomwaje? Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Na hii nimekumbushwa, nilikuwa tumeshaisahau. Qul huwallahu ahad. Nimeshare Qur'an. Na imani imefunguka kwa wote. Okay, shukran sana. Suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Hii tunaisoma nzito. Kwa nini tunaisoma nzito qul huwa Allahu? Ni kwa sababu nyuma yake kuna herufi ina fatha. Qul huwa Allah. Qul huwa Allahu ahad. Inayofuata Allahu samad. Allahu na yenyewe inakuwa nzito. Kwa nini nzito? Kwa sababu tumeanza na hamzatul wasl. Lakini kuna muda tena, hii tumezoea, tusome class 3. Tusome class 3. Tusome class 3, kuna speed inatokeaga hapo. It means hizi aya zote unaweza kuziunganisha kwenye pumzi moja. Qul huwallahu ahad lillah. Yani unaiunganisha, lakini haujui sasa hiyo jina la Allah aya ya pili, je, umeisoma correct? Kwa sababu hauanzi tena na hamzatul wasl ikiwa unaunganisha. Ikiwa unaunganisha hauanzi na hamzatul wasl, bali hapo unakwenda kuisoma lam yenyewe ile yenye shaka. Sasa vipi hapo nitaisoma hili jina la Allah ikiwa unaunganisha na jina la nyuma yake? Na neno la nyuma yake, qul huwallahu ahadun Allahu samad. Hapa kuna kanuni nyingine ambayo inatumika, kwa sababu hii njia sasa kuna tanwin hapa kuna tanwin. Sio kama ingekuwa kuna fatha basi hili jina tungeliweka tu zito. Kanuni iliyoko hapa, kwa kuwa kuna skip hamzatul wasl ukiunganisha hii tanwin. Bismillah, Allah jalia nieleweke katika hili somo la leo. Tanwin ikikutana na hamzatul wasl, njia nyepesi hii pia nimeielewa sasa hivi. Muda wowote ile ukikuta tanwin imefollow by hamzatul wasl, basi tanwin inageuka kuwa nuni kasra. Okay, tanwin inageuka kuwa nuni kasra. Muda wowote ukikuta fathatain, kasratain au dhammatain, mbele yake kuna hamzatul wasl, hiyo insha Allah tutaikuta tena katika darasa la mbele. Kasratain, dhammatan, fathatain au kasratain au dhammatain, hizo zinaitwa tanwin kwa jina moja. Hizo tukizikuta katika Qur'an mbele yake kuna hamzatul wasl. Na rudia hili sana, sababu
sio mara moja wala mara mbili utakuta hivi. Mfano wa neno lingine tu ambalo tutoke katika hii jina la Allah tuiangalie. Sidhani kama tumeisoma katika hamzatul wasl. Kama tutakuwa tulisoma basi nikumbushe. Mfano mwingine ni katika sura, zipo nyingi sana. Mfano tu katika hii sura ila rabbika, suratul qiyama, ila rabbika yawma idhin. Hii neno idhin ukiliangalia utaona kuna tanwin. Kuna tanwin, afwan. Afwan sana. Okay. Ila rabbika, tuiangalie hiyo aya, then utaiona tanwin kwenye idhin, yawma idhin. Ila rabbika yawma idhin, alafu al-mustaqar. Ila rabbika yawma idhin al-mustaqar. Unapolikuta hilo neno ukiunganisha tunasema yawma idhinil mustaqar. Ila rabbika yawma idhinil, haiwi tena yawma idhinil mustaqar, kwa sababu tanwin mbele yake kuna hamzatul wasl. Tanwin ni hii, mbele yake imefollow hamzatul wasl. Tanwin mbele, so muda wote ule utakapokuta tanwin mbele kuna hamzatul wasl, tanwin inageuka kuwa nuni kasra. Nahitaji nikiongelea tanwin nieleweke naongelea nini. Nikiongelea tanwin nazungumzia nuni sakna iliyojificha, isiyoandikwa. Tanwin ni nuni sakna isiyoandikwa bali inasomwa yauma idhin. You see dhin, mwisho kuna saundi ya nuni sakna. Sasa hiyo nuni sakna inabadilika inakuwa nuni kasra. Yauma idhini, yauma idhinil mustaqar. Okay, dal kasra plus nun kasra, so tena nun sakna inakuwa dhini. Mwanzoni ilikuwa dhin, ilikuwa na nun sakna, so inakuwa dhini. Yauma idhinil, muda wote tanwin iwe fathatain, iwe kasratain, iwe dhammatain, ilhali tu kwamba inakutana na hamzatul wasl, basi hapo inabadilika na inakuwa nuni kasra. Yauma idhinil mustaqar. Nataka nieleweke hapa, kisha so turudi kule katika jina la Allah. So Ustazi, kabla hujaendelea mbele kidogo, samani hapo umesema yauma idhinil, ina maana hiyo tanwini mbele iko na hamzatul wasl, lakini pia kuna hiyo lam taarifu. Ingekuwa ni lam shamsia, hapo ingesomeka vipi? Kwa sababu lam shamsia haisomeki. Sahihi. Ingekuwa ni lam shamsia na maana tungeiruka. Hata hii lam nayo tungeiruka. Kwa hiyo tungesoma kama tungeiruka. Usifanyie mfano wake hapo, sababu hiyo sio shamsia. Tuende tuione mfano wake katika suratul Ikhlas. I think hiyo combination iko. So katika suratul Ikhlas tanwin imefollow na hamzatul wasl, and then so tusisahau kwamba ikifollow by hamzatul wasl tunaigeuza inakuwa nun kasra. Tanwin itakuwa nun kasra, so tutasema qul huwallahu ahaduni, you see ahadunillahu, inakuwa nun kasra. Okay, na hapo tutakuwa tumerudi kwenye kanuni ile ile kwamba so herufi ya nyuma ikiwa ni kasra, jina la Allah linasomwa jepesi. So muda wote tanwin inapokutana na jina la Allah, litasomwa jepesi. Kwa nini? Kwa sababu tanwin inakuwa nuni kasra. Kuna mfano mwingine wa aya, lima ta'idhuna qaumanillahu. Zipo nyingi. Afwan, hii ni aya ya, so hapa tunasomaje kwanza? Mimi mfano wangu ulikuwa ni huu mkubwa.
Qul huwa Allahu lima ta'idhu. Ya. Al-A'raf aya 164. Tuione mfano mwingine. Hii tumeiona ni dhammatain. Muda mwingine itakuwa fathatain na bado Al-A'raf aya 164. Ni katika hali ya kueleweshana zaidi, mifano inatakiwa iwe mingi. Hata tukisema sasa, hebu soma wewe hiyo, qul huwallahu ahadunillahu, ni hapo inabidi tukishtue. I think network. Okay. Qul huwallahu ahadunillahu. So ukiunganisha hizo aya, kuna wengi sana pale huwa wanasoma tanwin mpaka anadunda dunda. Qul huwallahu ahadu nini lillah, nini lillah. Sababu una tanwin, basi anataka ziweke tanwin zote, na lam taarifa anaisoma, lakini lam taarif pale haisomi, ile ni shamsi. Qul huwallahu ahadunillah. Mfano mwingine ni katika aya ya 164 hapa, hii hapa. Tena haifai kusimama, kumewekwa alama kabisa ya la. Lima ta'idhuna qaumanillahu. Bora usimamie huko. Lima ta'idhuna qauma. You see, kuna tanwin hapa. Ikiwa kuna tanwin, mbele kuna madda haifanyi kazi. Kwa nini? Imekutana na hamzatul wasl, so hatuvuti. Afwan, kwa madda haisomi. Qaumanillahu, hii ni tanwin fatha. Tanwin fatha imekutana na hamzatul wasl, mbele kuna lam shamsiya. Hii ni lam shamsiya. Sisi tutaruka na tutakuja kuisoma hii lam yenye shadda nyepesi, haiwi nzito. Lima ta'idhuna qaumanillah. Lima ta'idhu. Ngoja nitume hii mifano kwenye group hapa, ili ninakusoma hapa niwe na wewe nishakutumia, unaifanyia mazoezi. Alhamdulillah, nimeshaiandaa katika usomaji wa jina la Allah. Lima ta'idhuna qaumanillah. Au mfano mwepesi ni qul huwallahu ahadunillahu samad. Huo ndo mfano mwepesi, namna ya kuunganisha hizo aya mbili, sababu aya ya kwanza ina tanwin mwishoni, ahadun. So hatutasema ahadun, bali ahadunillahu samad. Mazoezi yetu yote tuyahamishie leo hapa. Bismillah. Katika usomaji nimeziweka pamoja hapa katika hii page. Bismillah, nadhani inatokea hapa. Okay. Mfano, nataka nikusikie na wewe ukisoma hii mfano wa tanwin ikikutana na hamzatul wasl. So, tanwin ikikutana na jina la Allah. Okay. Tanwin cha kwanza sheria yake ikikutana na hamzatul wasl inabadilika. Tumeongelea hii. Inabadilika, inakuwa nun kasra. Nun kasra. Qul huwallahu ahaduni and then ahadunillah. Jina la Allah linakuwa jipesi. Hebu tufanye mazoezi. In short, nirudie kwa ufupi sana kanuni za usomaji wa jina la Allah. Jina la Allah linasomwa zito ikiwa kuna fatha nyuma yake au kuna dhamma. Idha jaa nasrullah. And then jina la Allah linasomwa jepesi ikiwa nyuma yake kuna kasra au nini? Kuna kasra au tanwin. Ikiwa nyuma yake kuna kasra au tanwin, hapo tunasoma jepesi. Mfano, qul huwallahu ahadunillahu samad. Tumeizungumzia tanwin hapa. Tanwin ni nini? Tanwin ni nuni sakna inayosomwa lakini haiandikwi. Inasomwa qul huwallahu ahadun,
ahadun ni tanwin hii, lakini tukiunganisha hii tanwin kwa sababu imekutana na hamzatul wasl popote pale, sio tu kwamba mpaka ukute jina la Allah mbele ndo no, tanwin popote ikikutana na hamzatul wasl inabadilika inakuwa nuni kasra, ahadunillah. Si kwa sababu sasa imeshakuwa nun kasra tanwin, ni kwamba herufi ya nyuma jina la Allah ina kasra, hiyo nayo ni imagination, bado iko kwenye kichwa chako. Ahadunillah sio kasra inayoonekana hapa, lakini ipo kichwani. Okay, 5 toa 10 unaenda na ngapi kichwani? Kwa hiyo kwenda nayo kichwani ndo hii ahaduni, hapo tumeenda kichwani na kasra haipo hapa. Qul huwallahu ahadunillahu. Alhamdulillah. Okay, dakika 28 tusimalize ng'ombe mzima. Maswali kwanza. Au tujaribu usomaji huu hapa. Bismillah, brother Abdul. Hebu usome kwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Barakallahu fik. Shukran, umeisoma vizuri sana. Actually na imani umemeza kanuni. Kuna maswali hapa, I think kwenye message aliulizwa. Sauti yangu ilikuwa chini. Okay, sijui kama ipo chini kwa wote. Haya. Okay, ipo vizuri sauti. Naona alama za jayid. Leo mwalimu, okay. Ustadh, hapo haitobadilika, hapo maana haitobadilika. No, maana haibadiliki, maana ni ile ile. Qul huwa Allahu ahadunillahu samad. Lakini ukiweka vitu vingine ndio inabadilika maana. Hapo inabaki ile ile maana. Maana ni ile ile. Wewe muunganisha hizo aya, muunganisha neno na neno. So kanuni ya kuunganisha neno hili na hili, tanwin kuunganisha na hamzatul wasl, lazima iwe ni kasra, na hiyo ni direct mazima, yani daima muda wowote utakapokuta kwenye Qur'an. Kwa nini badiliki? Kwa nini? Hilo swali labda tulijibu. Kwa nini tusisome qul huwallahu ahadun, tusi inakuwa tabu. Watu inabadilika kwa sababu herufi za sakna katika Qur'an hazifatani mbili pamoja. Yani herufi ya kwanza ni sakna, alafu ya pili tena inafuata sakna tena. Hakuna hiyo. Hapo ahadun umesimamia na nini? Na nun sakna. Alafu mbele yake ni hamzatul wasl. Hamzatul wasl kinachokuaga mbele yake ni sukun. Okay? Hamzatul wasl herufi inayofuata mbele yake inakuwa na sukun. Hivyo ima imagination au ndo uichekachue uitoe sukun. Lakini so sukun na sukun hazikutani direct. Baada ya hamzatul wasl hapo kuna lam. Hiyo ni lam shamsia au lam ta'rif. Haina haraka. It means pia ina sukun. Allah. Hilo jina Allah. Hiyo kabla ya lam shadda nyuma ni lam shamsia. So sukun kwa sukun hazikutani katika Qur'ani zote direct katika sukun. That's why hii moja inabidi ibadilike, iwekewe haraka. Qul huwa Allahu ahadunillahu. Kwa mfano tulikutana nao hata kwenye ile mifano ya hamzatul wasl, alismu. Tulikosoana sana pale. Alismu. Wengi tulisoma al-ismu. No, lakini pale lam iliwekewa kasra. Lam taarifu ile. Direct tulisoma kanuni sharti zake, lam taarifu inakuwa na sukun, lakini ilikuwa na kasra. Narudi ni darasa tumeshaisoma. Alismu unaweza kaipitia. Ilikuwa na kasra kwa sababu herufi tena inayofuata mbele yake tena ina sukun. Kwa uwezo kusema al-ismu. Okay? Sukun kwa sukun hazikutani. So that why pia hapa ahadun ni sukun hiyo, so inabadilika na kuwa kasra kwa sababu mbele yake kuna sukun. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Na maana yake inabaki ni ile. Sema Mwenyezi Mungu ni mmoja. Mwenyezi Mungu ni mkusudiwa.
Okay, nun sak na nun kasra inakuwa kwenye tanwin za aina zote sahihi, iwe fathaten, iwe kasraten, iwe dhammaten. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Okay, tusome na huu mfano wa nyuma. Huu ni mfano ambao kuna dhammaten. Tumesema kuna mifano miwili hapo. Wa nyuma yake huu pia tusiuache. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Ni aya strong kidogo. Aya strong kidogo. Aya strong kidogo ambayo okay, tizeni jaribu lima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Aywa, barakallahu fik. Lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Jazakillahu khair. Actually inaleta raha. So, kwa nini tumesoma nyepesi? Yes, kwa nini tumesoma nyepesi? Imesomwa nyepesi kwa sababu hapo nyuma kuna mimi yenye tanwin fatha ambapo inafuatiwa na hamzatul wasl. Yeah, barakallahu fik. Kwa sababu nyuma yake kuna tanwin. Shukran sana. Okay, Brother Qasim, tusomee mfano wa qul huwallahu. Hii nimeweka inaonekana au nimezoom sana? Mfano wa qul huwallahu ukiunganisha hizo aya. Hata kwenye mwenye swali ni muda rasmi wa kuuliza swali. Brother Qasim hajanmute na maana bado anafanyia mazoezi. Okay, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa Ramadan. Kuna wasomi wengine wao tunasikia wanasoma qul huwallahu ahadu lillahu, wao hiyo nuni huwa waizungumzi, wanakuwa wanatumia formula hivi qul huwallahu ahadu lillahu. Na tu tukasema mtu akienda haraka haraka. See? So sometimes mfate muulize pia kwa nini hapo umesoma hivyo. Okay, usomaji wa hapo unasomwa hivyo kwa kanuni za actually sidhani kama kuna kiraa kinasoma hivi, bali vyote nun tanwini inapokutana na nun kasra basi inabadilika, na hii kanuni insha Allah tutaikuta mbele katika darasa za mbeleni, tutaisoma vizuri sana. So that way tumesema mtu akiunganisha haraka haraka qul huwallahu ahadu lillah. Sheikh, kwa nini umesoma hapo hii? Alafu unamuelekeza wewe ambaye tayari unafahamu. Qul huwallahu ahadu lillah. Hivyo sasa ukisema qul huwallahu ahadu lillah, ikiwa lillahu ina maana umetia lam kasra na haina kasra. Qul huwallahu ahadu li, no, huenda pia hata na sisi tunasikia vibaya. Huenda kuna mmoja juzi hivyo aliniambia, sishasahau ule mfano, subhanallah, lakini ilikuwa ni kitu kama hichi. Swali ambalo liliulizwa darasani hapa ndani kabisa, qul huwallahu ahadu lillahu, hiyo ina maana huenda hatujasikia vizuri, lakini inakuaga qul huwallahu ahadu lillahu, lam haina kasra, ni qul huwallahu ahadu lillah. So huenda kuna ambao wanasoma hivyo kwa kukariri, kapita hivi, kumbe hii ni lillahu, hajasikia vizuri. Kwa inakuwa sio lillahu bali ni ahadu ni. Shukran, swali zuri. Okay, ukhti Sada, hebu Sada Musa. Naam, jaribu huo mfano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum. Barakallah. Shukran sana. Soma vizuri. Okay, and then tuone kimstari tu hapa. Afwan, brothers, niko siku tutachaguana kinguvu. Brothers, where are you? Brother Muzammil.
brother Muzammil, somea hiyo qul huwallahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد. Aywa, jazakallahu fik. You see, hata mimi wa walimu wengi nawasikia wanasema qul huwallahu ahadu lillahu. Hiyo inakuwa ni mtu kukariri. Sometimes pia kukariri muda mwingine ni mbaya kwa sababu hiyo. Hatuulizi umekuja lillahu sasa tena pale. Bali ngoja mimi nipite hivyo hivyo. Qul huwallahu ahadu lillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu qul huwallahu. Tena taimalizia nini? Kariri hii. Tusome nani? Mwanzo katabu qul huwallahu ahad au samad lam yalid. Mwalimu, naam. Hapo sasa kuna era mbili ambazo huwa zinatokea. Kuna unakuta anasema ahadunillahu, na kuna anasema ahadu. Kuna anasema ahadinillahu na anasema ahadunillahu, which is correct, kwa sababu sasa sijajua kama ni vile mtu anaposoma haraka, kwa sababu unakuta mwingine anasema ahadunillahu, kuna mwingine anasema ahadinillahu, which is correct. Okay. Yeah, ahadunillahu. Kwa sababu tunaposema kubadilisha kuweka dhamma, kuweka kasra nun, ina maana inakuwa dali inabaki kuwa na dhamma. Tanwin ni hivi. Ukiongelea tanwin, mfano hii ahadun dhammatain hivi, ni sawa na tuseme dal dhamma plus nun sukun. Ahadun, ukisema tu dun, hiyo dal hapo ni sawa na ukifungua unapata dun pia, dal dhamma na nun sukun. So sisi tunachokizungumzia hapa kinachobadilishika ni hii nun sukun pekee. Ni hii nun sukun, wala dal hatuigusi. Dal inabaki na haraka yake hivyo hivyo ya dhamma. Du inabaki hivyo hivyo na dhamma. Du sio tanwin hapo tena. Hii nun sakna ndo tanwin. So dal inabaki na dhamma. Kinacho change ni ile sauti ya mwisho n, ile saundi ya n inatakiwa isiwe n, iwe ni. Duni hivyo, ahaduni. You see? Qul huwallahu ahaduni. Allah ahadunillahu. So hiyo ndo sahihi, wala sio ahadi. So subhanallah. Kwa sasa ukiweka kasra tayari unabadilisha maana kabisa, sababu haina dali na dhamma asilia kabisa. Ifungua tanwin, dali inakuwa na dhamma asilia kabisa. So kwa ahadini tunakuwa tumeenda makosa. Okay, ukhti Najat. Ya pili. Lima. Okay. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum. Aywa, jazakillahu khair. So, hebu sasa hivi tuelekeze nguvu zetu katika hii ya usomaji hii wa aina hii. Tumeisoma kidogo sana tanwin inapokutana na hamzatul wasl. Hii kanuni ni muhimu na inasahaulika, kwa sababu mifano yake haiko mingi katika Qur'an. Utakuja kukutana nao mara umesoma juzu ya pili, alafu baada tena juzu kama 4-5 ndo unakutana nayo. Inasahaulika ikiwa haujaifanyia mazoezi hata darasa. So tuigusie hapa tanwin ikikutana na hamzatul wasl iwe kasra, ahaduni, and then jina la Allah tuseme ahaduni lillah. Wako ambao wanasoma hivyo kwa sababu ashatia tanwin kasra and then lillah, unakuja yanzi inakuwa hapo ni ning za kudunda nyingi ambazo hazihitajiki. Ahadunillah. Perfect. Naam. Na kama ukisoma na pumzi zako ni kidogo, hapo kama unataka kusimama utasimama kwa tanwini au utasimama kwa kalkala kwa sukuni?
Mashallah. Ya, kusimama kanuni yake inabaki kuwa ni qalqala. Qalqala, dal ni herufi ya qalqala. Ikiwa mwisho tumeshasoma namna ya kusimama. Ikiwa mwisho dal tunasimama kwa kugonga. Ahade. Hiyo ndo kugonga. Tumesoma hiyo. Alafu naanza tu Allahu samad. Mashallah. Shukran. Lakini ukiunganisha ina maana wewe unataka kuisoma tanwin. Nia yako sio usimami wala haiwi tena qalqala. Okay, sawa. Okay, barakallah. Alhamdulillah, na imani imeeleweka kiasi chake. Japo leo brother Qasim amegoma kuzungumza, huenda. Naam mwalimu. Naam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Naam mwalimu. Umeelewa leo? Leo tumesoma ya kwamba naam, alhamdulillah. Tumeona kwamba jina la Allah linakuja kuwa nyepesi na linakuja kuwa nzito. Sababu kuu ni haraka, inalingana na haraka iliyotoka nyuma yake. Inategemea ina haraka gani. Inategemea na haraka gani. Na sasa sisi kwa wenzetu, kwa wengine wetu hapa, hizi hili somo ni la kwanza na tungependa kuelewa kuna maana nyingine maalum kwa nini jina la Allah likatajwa vyepesi na ikakuja katajwa kwa uzito. Kuna maana nyingine maalum? Okay, hakuna maana nyingine maalum. Hizo ni namna tu za usomaji utapataja. Lakini maana inabaki kuwa ni ile ile. Hapa tu inatamkwa hivi kutokana na kwamba imekutana na kasra, basi inabadilika. Tumesema ile jina lina sifa za muda. Kuna muda unasomwa hivi, kuna muda inasomwa hivi. Lakini haibadiliki maana. Wallahu aalam kwamba okay, kwa maana gani, kwa nini tusibaki kusoma kwa kusoma zito tu muda wote? Allahu aalam. Hilo jina lenyewe linabadilika kwa sababu kasra siku zote inaendana na nyepesi. Hiyo tutakutana nayo hata darasa la mbele. Kasra ni nyepesi, dhamma fatha nzito. Lakini hakuna maana nyingine yoyote. Shukran brother Qasim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Samahani mwalimu. Naam. Naomba kuuliza, nakumbuka juzi ulituambia habari ya kusikilizwa Qur'ani. Na ukasema kuna wengine ambao kama mtu anataka labda kupata 1-to-1. Je, kama mtu anahitaji tunafanyaje kumpata mwalimu wa 1-to-1? Okay. Klasi ya 1-to-1 session hiyo ipo, na unanitext tu mimi WhatsApp, mwalimu nahitaji mwalimu wa 1-to-1, nitakuwa kwenye group na nitakuwa 1-to-1. Kwa hakuna shaka. Okay, hiyo klasi ipo na mwalimu wa kike yupo. Kuna ambaye anaona kama mimi bwana nina aibu sana. Yupo mwalimu wa kike, maswali yote unaweza ukamuuliza. Yuko ambaye anaona mimi na kike hatuelewani hata siku moja. Sijawahi kuwa na rafiki wa kike, subhanallah. Baba okay, nahitaji mwalimu wa kiume. Yupo kwa wanaume mwalimu wa kiume pia. So brothers, unaweza ukahitaji class private kwa ajili ya kuboresha. Lakini pia tunaiandalia klasi yetu. It means kwamba tutakuwa na class ni private. Tuseme tu ni class ya private kwa sababu mwalimu atakufundisha. Hiyo ndio itakuwa sura yako rasmi. Allah atupe muda na atupe subra. Insha Allah tutaikamilisha. Actually tulichukulia ni nyepesi sana, lakini ni nzito kupangilia wanafunzi wote ndani ya wiki nzima. Wanafunzi ni wengi. Tuko wengi sana. Kwa hiyo unashauri kwamba ni tubakie kwanza tusubiri au? Yeah. Naweza ngakushauri ubakie kwanza kwenye huu mwezi unaokwenda kuanza. Inshallah nadhani tutakuwa tumeshapanga. Alafu wewe utaona ratiba yako kama unaiweza hiyo class au utahitaji mwenyewe. Inshallah. Ukhti Zainab, I think umeongea. Nasema ustazi, lakini tumia kubwa tuko juzu amma. Kama ndo kwanza tunajifunza tajwidi, hukumu hatujui. Ina maana ni bora tungeanza juzu amma. Kwa wewe hakuna shaka. Yaani wewe umeshasema juzu amma, hiyo limeisha. Yaani wewe tutakuweka pale. Lakini sasa just imagine tukakuweka na naenda speed kwamba yashaisoma hiyo juzu. Ina maana
na wewe utakuwa Nimeisoma unakokoa. kazi na mimi. Sema tu ndo Ah, hukumu. Sijapata kunisikiliza. okay. Aha, basi itakuwa vizuri tu ianzie wewe mwanzo. Bora. Haya. Utoe makosa ya mwanzo and then utaendelea mbele. Mwalimu atakachokuwa anafanya kwa kuwa ndo mwanzo, atapima yeye mwenyewe kwamba huyu usomaji wake huyu hataki kukaa hii darasa hapa, kwamba huyu nitamhamisha nimweke siku ile nyingine, alafu yule wa kule ndo amie siku hii. Kwa hiyo mwenyewe atachange. So you see, ni issue kubwa. Ni bora wahamisha mlima mbali moja moja, mlima Uhai. Alhamdulillah, tumetumia dakika nyingi na haya ni mengineyo. Tumeshamaliza class, haya ni mengineyo. Swali la leo ambalo liliulizwa, maswali ya mtego sana. Haya, akaniambia mwalimu nisaidie jibu. Asalamu alaykum, samahani ustadh, tuko katika mengineyo. Aliuliza ni mwanadada, akasema natoka nje ya mada kidogo, samahani naomba tusamehe. Baadhi ya mashehe wanasema mke asiongea na mume, haya ni usiku mtoto ashalala. Mke asiongea na mume na usiku ukifika, huyo mke kama atafariki basi mmoja kwa moja ni motoni. Mke asiongea na mume. Hasa swali langu, je, kama mume ndo huwa mazoea yake ya kununa mume ni kisirani, ukasirika bila sababu, na wewe mke mara ya kwanza utakuwa unaumia na mambo yake, yaani na wewe mke unaona mume amekasirika, kwa unaona unune, nadhani amemaanisha hivi. Ni ipi hukumu yake katika Qur'an? Maana kitabu chetu kimetueleza mambo mengi sana. Mume ameingia amenuna. Haya ni mambo makubwa kidogo. Huenda mimi upeo wangu ni mdogo sana katika jamii hii. Actually mimi subhanallah. Kuna watu ambao ni wazoefu katika ndoa. Najua mke akinuna mume anafanya nini. Naam? Amchekeshe mpaka anune. Mume ana tabia ya kununa bila sababu. Unajua katika Qur'an, tutaongelea sasa katika Qur'an sababu Qur'an haijaacha. Allah anasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Akizungumzia hii aya moja akasema ametuumbieni sisi kutokana na nafsi zetu ili mpate utulivu, na akaweka baina yenu mapenzi na huruma. So ni vitu vile ambavyo Allah ameongelea hivi. Mapenzi na huruma, wala sio kununiana. It means huyo mume anatakiwa fahamu mbora Muhammad anasema mbora ni mbora kwa familia yake, ni mbora kwa mke wake. Na pia haifai kwa Muislamu kumnunia Muislamu mwenzake zaidi ya siku 3. Kwa huyu mke pia ana uwezo wa kumfikishia mume wake kidini. Sometimes wake ndio tunajenga ndoa. Yaani wewe ndio unatakiwa usimame katika jukumu hilo. Actually mimi ndoa yangu ni mbichi. Ndoa yangu mimi hata naweza nikakuelezea sasa hivi tu, lakini sijui kero za ndoa. Ni mbichi bado hata mwaka hayo. Lakini haijuzu kwa Muislamu kukaa kimya. Hapa tunazungumzia tu sheria za Muislamu kwa Muislamu. Ukiona limeshindikana kabisa, basi sheria inakujuzu utafute solution kwa kuita familia yake, kuongea na mama yake akamweleza, au kuita shekhe, watu wakubwa waliokuzidi. Lakini tumia familia yake, sometimes inakuwa ni bora zaidi, kwamba mama ndo anamjua vizuri mtoto wake kuliko ukisema kwenu mama sasa huku mume alionioa kwa nyanyasa ananuna. Mamako hawezi mueleza, lakini ongea na familia yake, wao watamfikishia. Hiyo ni kwa upeo wangu mdogo, ni mada nzito, lakini kwangu huenda Allahu a'lam. Mimi naiongelea kwa mujibu wa Qur'an na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haifai kununa. Tusimamie leo hapa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran.